ya kwamba it is good to appreciate what God has done into our lives. Appreciating Jesus Christ for his sacrifice on the cross. Amen. Yaani appreciate na ni kushukuru pia kwa ajili ya yote ambayo Yesu Kristo aliweza kufanya pale katika msalaba. Ni vizuri kuwa na moyo wa shukrani. Hata wewe mwenyewe unaposaidia mtu, unapomfanyia mtu jambo, alafu ukamshukuru kwa yote ambayo halifanya, yule mtu huwa anafurahia. Ama wewe mwenyewe unafurahia kwa sababu ya yale ambayo umemfanyia yule mtu, na anakuwa na roho ya kuappreciate kwa sababu ya yale yote ambayo umetenda. Hivyo ni vizuri kushukuru Mungu kwa ile sadaka ambayo alitoa ni kwa ajili ya maisha yetu. Last week tulikuwa mahali hapa tukisherehekea Pasaka, na hata wa sasa bado tunasherehekea Pasaka. Tukamwona Yesu Kristo akiwa ndiye mwana kondoo ambaye alitolewa ni kwa ajili ya sadaka, kama vile tuliona wakati wa Holy Testament vile watu walikuwa wanatoa sadaka katika hali ya kutoa wanyama ili waweze kusamehewa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu Kristo, Mungu aliupenda ulimwengu kulingana na kitabu cha Yohana 3:16. Inasema kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu Kristo akatolewa kama sadaka na akatii. Ukiangalia Holy Testament tunaposoma pale katika kitabu cha Numbers ama Hesabu, utaona Musa akiambiwa na Mungu, waambie wana wa Israeli wachinje mwana kondoo, alafu ile damu iwekwe katika miimo ya milango, ili yule malaika akipita pale, wale walioko pale ndani, yule malaika akiona ile damu ataweza, wale watu walioko pale ndani watakuwa wako huru. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wale watu wako pale ndani hawataathirika. Maana ilikuwa Farao alipoonyesha zile ishara waachilie wana wa Israeli, akawa kuna roho ngumu. Lakini ishara zote zilizofanyika, ile ya mwisho ilikuwa ni kila firstborn wa wana wa Israeli aweze kufa, wa mnyama, wa binadamu, wote firstborns wote wakafa. Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo ikawa namna hiyo. Na hiyo ndio siku wana wa Israeli waliweza kuachiliwa na wakaweza kwenda katika nchi ya ahadi. Na kwa sababu ya hivyo, huyu Yesu Kristo alitumika kama mwana kondoo. Yoyote yule anayemtazama pale msalabani na ile damu ambayo ilimwagika katika msalaba, tunapomwangalia tunaweza kuokolewa. Tunapowaza yale yote ambayo yalitendeka katika ule msalaba, tunaweza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu Kristo akatolewa kama mwana kondoo, akavumilia yote katika msalaba, akafa na akafufuka. Kwa damu yake Yesu Kristo tunapokea hii imani katika kuamini msalaba, kuamini chochote kile kilifanyika pale katika msalaba. Hiyo ni katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tuwe na imani kile ambacho kilifanyika pale katika ule msalaba kinaweza kutupatia wokovu. Deliverance from the judgment for sin is found only in the finished work of Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukombozi kutokana na dhambi inapatikana katika msalaba. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote anaweza kukukomboa, ni katika msalaba. Huwezi kununua wokovu, huwezi kununua uhuru, huwezi
kununua chochote kikaweza kukuokoa. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo ndivyo ninasema, katika yote ambayo yalitendeka katika pale msalaba, tuko na jambo la kuweza kumshukuru Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Zaburi 53 kuanzia pale mstari wa kwanza. Zaburi 53 ni Isaya 53. Isaya 53 kuanzia pale mstari wa kwanza. Inasema, ni nani aliyesadiki habari niliyoileta kwa mkono wa Bwana? Amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye ana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichumbuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amengeuka njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi zote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakaye yasimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchumbua, amemhuzunisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nitarudia pale 10. Lakini Bwana aliridhika kumchumbua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Oh, thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika hali hiyo tunaposoma Isaya 53 tunamuona Yesu alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu mwenye huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika alichukua masikitiko yetu yote, akajitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu, akachumbuliwa kwa maovu yetu. Kwa sababu ya hii mambo yote aliweza kuvumilia kwa sababu ya mimi na wewe, ili tuweze kupata wokovu, ili tuweze kusamehewa. Ujue Yesu Kristo alikuwa ni msafi, hakuwa na dhambi yoyote, lakini akafanyika dhambi ili na mimi na wewe tuko watu wasafi. Mambo yalifanyika katika pale msalaba. Pale msalabani kuna mambo yalitendeka pale, tukawekwa huru, tukakuwa wenye haki wa Mungu, tukapewa upatanisho na Mungu. Maana wakati ule Adam na Eva walipofanya dhambi katika shamba la Edeni, tulikuwa hatuko karibu tena na Mungu, lakini Mungu akatupenda, akamtoa mwanawe wa pekee ili awe kipatanisho cha sisi
na Mungu. Ndiposa mahali hapa tunaweza kwenda katika madhabahu na tukaenda na tukaomba chochote, na tukiwa na imani tunaweza kupokea. Ukiwa umetenda dhambi, unapotubu, yeye ni mwingi wa msamaha, anakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna wokovu mwingine unaweza kupatikana kwa njia nyingine. Njia ya kupata wokovu ni pale kupitia ule msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kununua wokovu, huwezi kununua uhuru, huwezi kununua chochote. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unapatikana katika msalaba, na kwa sababu hiyo tuko na jambo la kumshukuru Mungu, ni kwa ajili ya yote alifanya pale msalabani. Je, how do we appreciate Jesus Christ for his sacrifice on the cross? Kitu ya kwanza ambayo tunaweza kumshukuru Mungu kwa yale yote alifanya katika msalaba ni kumwabudu na kumpa shukrani zetu kila wakati kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia maombi tunamwabudu Mungu, tunamshukuru kupitia nyimbo za sifa, kupitia nyimbo za kuabudu na kumshukuru kwa sababu ya rehema zake alizotuonyesha pale katika ule msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ni katika hali ya daily surrendering to him. Kila wakati tunajitoa kwake, kila wakati, kila dakika tunajitoa kwake awe kiongozi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni kushiriki katika kumega mkate. Remember Jesus broken body by shedding of his blood, recognizing our sins were forgiven. Kwa hivyo tunaposhiriki katika communion, katika kumega mkate pamoja, hivyo tunaonyesha vile tuko na appreciation kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni kujua ule upendo ulioko, yani aliotuonyesha, upendo ambao hakuna mtu mwingine anaweza kutuonyesha upendo kama huo. Hata wewe mwenyewe ungeambiwa toka uende ukakufa ni kwa ajili ya wale watu, ungekubali? Ama toa mtoto wako, ni wangapi ambao wangeweza kukubali? Lakini kwa sababu ya ule upendo Mungu alikuwa ako nao, tunapoangalia ule upendo tutaweza kumshukuru Mungu, na yale yote alivumilia katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni kupitia kutubu na kutamani kuishi maisha ya utakatifu. Amen. Hiyo ni kuonyesha you have appreciation for what Jesus did on the cross. Lakini kama wewe bado unatenda dhambi, au appreciate kile ambacho Mungu alitenda. Amen. Kwa hivyo we should appreciate by repentance and holiness, turning away from sin and striving to be holy, acknowledging that Jesus set us free to live for God. Bwana Yesu asifiwe sana. Alituweka huru ili tuishi katika hali ya kumpenda huyo Mungu na tumuishie huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine tunaweza kuappreciate ama kushukuru Mungu kwa sababu ya yale yote Yesu Kristo alifanya, is forgiving others. Amen. Kuwasamehe watu wale ambao wametukosea, kama vile yeye mwenyewe alionyesha mfano akiwa pale msalabani, akasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui kile wanachokitenda. Sema amen. Amen. Kitu kingine ni obedience to his word. Unapotii neno lake, you are expressing thanks to the living God by following Jesus' commands and keeping his status. Amen. Katika hali hiyo ya kutii neno lake, si kusikia tu, lakini kutii, unasikia lile neno na unafanya vile linavyosema. Hivyo you are appreciating what Jesus did on the cross. Another thing is serving others. Amen. Serving others, ama kutumikia wengine, telling others about the sacrifice of Jesus and his love, sharing your personal testimonies of how he has transformed your life. Hiyo inaonyesha wewe akuwa wewe una appreciate kile ambacho kilifanyika katika msalaba.
Kwa hivyo unapo share the gospel with other people, kuna watu ambao ni marafiki zako na hawamjui huyu Yesu. Sema amen. Lakini watamjuaje huyu Yesu kama na wewe bado unafanana na wao? Ukifanya watu watamani kile kilicho ndani yako, ukifanya watu ambao wamjui Yesu Kristo wamjue, hivyo you are serving others. And Jesus Christ anapoona hivyo, anaona huyu mtu ana appreciate kile ambacho nilimtendea pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo serving others, testifying what God does in your life, chochote ambacho Mungu alifanya katika maisha yako, hiyo unapotoa ushuhuda kwa watu wengine, hiyo inamaanisha una appreciate kile ambacho Mungu alifanya pale msalabani. Kitu kingine ya kuonyesha unashukuru kwa yale yote ambayo alifanyika pale msalabani ni generous giving, investing in his work. Bwana Yesu asifiwe. Katika kazi hii ya Mungu kuna mambo ambayo yanahitajika mahali hapo. Kutumika katika kazi ya Mungu, kuingia kanisani, kusikiza neno lake. Halafu kama kuna mambo yanafanyika, kama saa hii tunataka kujenga choo, kama saa hii kuna mambo tunataka kuweka floor katika hii kanisa, kuna mambo mengi yanafanyika, kujitoa katika kazi yake tu. Hiyo ni kuonyesha ya kuwa you appreciate what Jesus did on the cross. Bwana Yesu asifiwe. Attending worship, unapohudhuria ibada, fellowshipping with other believers to remember the price of gift of salvation. Amen. Unaposhirikiana na wenzako, unahudhuria ibada za katikati, ibada zozote zile, basi pale unaweza kuwa unaonyesha ya kuwa you appreciate what Jesus did on the cross. Sema amen. Remember, the cross is the greatest display of love and a gift that changes trajectory of their lives. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo msalaba ni display ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na ni zawadi ambayo tulipewa sisi wote, sisi sote, ili tuweze kumwamini huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mambo ambayo huwa inatendeka wakati ule hatuna appreciation for what Jesus did. Sema amen. Ni mambo gani ambayo yanaweza kufanyika kama atu appreciate ama atushukuru yale yote ambayo yalifanyika pale msalabani? Soma kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 20. Utaona pale kama hatutashukuru Mungu kwa yale yote ambayo yalifanyika pale msalabani, kuna mambo ambayo yako pale katika Waebrania 10:26. Kitabu cha Waebrania 10:26. Sema amen. Inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa ufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 au 3. Mwaonaji, haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu hovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa rehema? Maana twamjua yeye alisema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo iko namna hiyo. Wakati ule wa Musa, mtu aliyedharau sheria ya Musa
ufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Biblia inasema mwaonaji haikumpasa adabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo? Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie yale yote ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani. How do you appreciate this Jesus? Je, tunazidi tu na kukaa katika dhambi? Hatuna appreciation kwa yale yote ambayo alitenda pale? Wewe mwenyewe unapojiangalia hivi, vile ulimpokea Yesu Kristo na yale yote ambayo tulisoma aliyafanya ni kwa ajili ya mimi na wewe. How do you appreciate Jesus? Unaona ile gharama alilipa pale msalabani, na katika hali hiyo bado tunayatenda yale ambayo hayafai. Je, do we have that appreciation? Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuwe na roho za kushukuru wapendwa, kwa yale yote ambayo Yesu Kristo alitenda pale msalabani. Yale yote ambayo alitenda pale, akavumilia ni kwa sababu ya sisi, akateswa ni kwa sababu ya mimi na wewe, ili tuwe uhuru. Alikuwa hana laana, lakini akafanyika laana ni kwa sababu ya mimi na wewe. Na ili tuwe na appreciation katika mambo yote ambayo alitenda pale, basi ni tuangalie pale msalabani. Tuwe na hiyo roho ya kushukuru yote. Tuachane na vile vitu vidogo vidogo ambazo zinaweza kutufanya hata tusiwe na roho za kushukuru. Yesu asifiwe sana. Siku ya leo, ni nini ambacho unaweza kumshukuru Mungu nacho? The first thing ni hiyo tu. Kwanza tumshukuru ni kwa ajili ya yale yote alifanya pale msalabani. Na tutaonyeshaje? Tutaonyesha kwa sababu ya kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukitii neno lake na kufanya mapenzi yake na kufanya vile lile neno linavyotuambia, basi tutaweza, Mungu ataweza kutubadilisha. Unapoona dhambi utaikimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wale wa Catholics huwa wako na msalaba hapa. Wengi huwa wanatembea na msalaba, si ndio? Ili kukumbuka yale yote Kristo alifanya. Lakini huo msalaba, he is just a physical thing. Ubebe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubebe ndani yako. Wakati unaoga unafikiria msalaba. Wakati unavaa nguo unafikiria ule msalaba. Wakati uko pale kazini unafikiria yale yote Kristo alitenda. Na unapofikiria mambo kama yale, hata Mungu mwenyewe ataona this person has appreciation for what he has done in our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Si Mungu anatupenda na tena anatujali. Ndio sababu akamtoa Yesu Kristo ili awe fidia. Awe nini? Awe fidia kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huyo Mungu, huyo Yesu Kristo ndiye ametupatanisha mahali hapa siku ya leo, ili tuweze kumshukuru, ili tuweze kufundishwa neno lake, liweze kutusaidia, litutransform kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaingia kanisani kila siku, you have to be a very different person from yule ambaye anaingia kanisani. Amen. Maana maongeo yako yatakuwa tofauti, matendo yako yatakuwa tofauti, mienendo yako itakuwa tofauti, kwa sababu umeisikia ile neno. Lakini itakuwaje wewe bado unapoenda unajumuika na wale watu ambao hawamjui Mungu, bado tabia zako ziko vile vile? Sema amen. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Unapokuja unasikia lile neno, ile nuru nayo inaenda pale nje, linaangaza. Watu wengi wanamfikia Kristo kwa sababu ya ile nuru ambayo iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi walikuwa na nuru. Angalia Yusufu, kwa sababu ile nuru alikuwa ako nayo, hakujaribu kumkosea Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo nuru ndio tunahitaji ili tuweze kuangaza pale nje. Matendo yetu yawe ni matendo tofauti, hayakai kama ya watu wa dunia. Maana wale watu wa dunia wanatuangalia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameumizwa mioyo, wanatafuta ni wapi wanaweza kupata msaada. Na wewe kama chombo Mungu anakutumia ili uweze kupeleka,
ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliona mtu kwa TikTok ambaye ameumizwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta ni wapi anaweza kupata furaha. Maana yule mzee ni mzee wa miaka 60 na kitu. Na alikuwa analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa analia kwa sababu ya kuumizwa moyo wake. Alishikana na msichana mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Yule msichana mdogo akamkula pesa. Alikuwa na nyumba 3 akaziuza zote kwa sababu ya yule msichana. Mzee alipoenda akaingia, kuna hizi nyimbo za dunia hizi, na wimbo ulikuwa unaimba ya kuwa moyo ni mjinga sana, kwa sababu yule moyo Bwana Yesu asifiwe. Wimbo unasema moyo ni mjinga, maana moyo wa huyo jamaa ulimfanya akaingia katika hasara. Sasa anasema yule msichana alimalizia mali yake yote, kila kitu kikaisha. Sasa yule kijana alikuwa anaimba ule wimbo, yule jamaa, na hakuwa peke yake, walikuwa ni watu wengi. Na mzee akalia. Ukiingia kwa TikTok sasa hii ni mtu iko pale, utaiona. Mimi huwa sometimes ninaingia kule na ninajifundisha mambo mengi pale. Na kwa sababu ya yule mzee alikuwa ameumia moyo wake, alilia. Akasema yule msichana alipomaliza kila kitu akawa mgonjwa, ukawa hakuna pesa za kumtibu, akamrudisha kwao. Watu wa Tanzania, alipomrudisha kule kwao, msichana alikuwa amezaa na yule mzee mtoto mmoja. Wakakaa, mzee akamwendea msichana wake. Alipofika pale, yule mamake mtoto akamwambia yule mtoto, huyu msichana ako na yeye, si mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee alikuwa anasema aliumia moyo wake. Anasema aliumia moyo wake. Lakini hakuna mtu aliweza kumpa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana alipoulizwa ni kwa nini ulifanya haya, akasema hata mimi nilikuwa namuogopa huyu mzee, kwa sababu huyu mzee ananipatia pesa mingi, nikimuitisha 5,000 ananipatia 50,000. Hata akaanza kumuogopa, akimwambia amulie gari, anamulia gari ya kama 1 million, anamulia gari ya milioni 2. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka akaanza kumuogopa, akasema pengine huyu ni Illuminati. Ndio sasa alifanya hatua ya kusema huyu mtoto si, ili aweze kujiepusha. Lakini mzee alikuwa anatafuta ni wapi anaweza kupata raha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Badala ya kupata raha alipata shida, moyo wake ukaumia. Sasa ni nani anaweza kumtoa katika hali ile ya kukosa furaha? Ni wewe mwenyewe kumintroduce Jesus Christ ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni kweli hizo nyimbo zinaweza kuimbwa, ni za muda tu, zitakupatia faraja. Lakini Yesu Kristo akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Na je, watamjuaje kama hawajaambiwa? Bwana Yesu asifiwe. Watamjuaje kama wewe mwenyewe huwezi kumsaidia mzee kama yule, ukamwambia Yesu Kristo ako na uwezo wa kukutoa katika hii hali? Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoenda kuwahubiria, tuna appreciate kile ambacho Yesu Kristo alifanya pale msalabani. Maana alisema alikuja kuwaganga wale ambao wamevunjika mioyo, kama huyo mzee mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kulia kwake hakuwezi kumsaidia, maana utalia. Lakini Yesu Kristo akiingia ndani yako, basi atakuweka huru, atakupatia faraja iliyo ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. 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 Tukiangalia yale yote Yesu Kristo alifanya pale msalabani, tutaweza kuappreciate, tutaweza kuwa na moyo za kushukuru. Maana yale yote alifanya pale, hakika hakuna hata mmoja angeweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Hata ukaambiwa njoo ile shida yako, toa pesa. Pesa haziwezi kukusaidia katika kukutoa ile shida. Pesa haziwezi kukupatia amani. Pesa haziwezi kukupatia uhuru. Uhuru tulipata kupitia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. So we are righteous. Sisi ni watakatifu wa Mungu.
Kristo mwana wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Si tubarikiwe na Mungu abariki neno lake la siku ya leo. Amen.